Leo maombi ya kudharau amri ya mahakama ambayo ni maombi namba 2445 ya mwaka 2025 yaliyofunguliwa na Said Isa na wenzake, ambayo yalikuwa yanawataka wajibu maombi akiwepo makamu mwenyekiti na katibu mkuu pamoja na watendaji wengine wa chama waweze kukamatwa na kufungwa gerezani kwa sababu walikiuka amri ya mahakama ya tarehe 10 Juni mwaka 2025. Maombi hayo yalisikilizwa hapa mahakamani mbele ya Jaji Amiri Mbagwa. Baada ya kusikilizwa, kwanza tulipeleka mapingamizi manne, na katika mapingamizi hayo manne jaji akatoa amri kwamba yasikilizwe mapingamizi pamoja na hoja za msingi au maombi yenyewe ya msingi. Tukasikilizwa, ilikuwa tarehe 28. Baada ya kusikilizwa, jaji akapanga tarehe ya leo kwa ajili ya kutoa uamuzi kama aidha kweli mapingamizi yana msingi, na kama hana msingi angeendelea kutoa uamuzi wa kama aidha kweli viongozi hao waliotajwa kwenye hayo maombi ambayo mnawafahamu kama kweli walikiuka amri ya mahakama. Sasa tumefika leo kwa ajili ya uamuzi. Jaji amesoma uamuzi ambapo kimsingi pingamizi mojawapo ambalo lilikuwa linahusu ukomo wa madai, ambayo ilikuwa tunasema kwamba ili ulete maombi kama haya mahakamani lazima ulete maombi haya ndani ya muda. Kama kuna mtu amekiuka amri ya mahakama, sheria inasema lazima ulete madai yako ndani ya siku 60 kuanzia tarehe ambayo amri hiyo au malalamiko hayo yameanza kutokea. Katika shauri hili itakumbuka kwamba tarehe 16 Juni baada ya amri ya tarehe 10, makamu mwenyekiti alitoa taarifa kwa vyombo vya habari kwamba tarehe 17 atahutubia umma juu ya nini kinachozungumzwa katika amri ya tarehe 10 Juni mwaka 2025. Na tarehe 17 Juni mwaka 2025 makamu mwenyekiti ambaye ni John Heche alizungumza na umma kwamba ni nani ambaye anahusika na amri ya mahakama iliyotolewa mbele ya Jaji Mwanga, na akasema wanaohusika na ile amri ni katibu mkuu pamoja na bodi ya wadhamini ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, sio mtu mwingine yeyote katika kufanya shughuli za kisiasa. Sasa ukihesabu kuanzia tarehe 17 Juni mpaka siku ambayo wanafungua shauri hili mahakamani ambayo ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 10, zimepita siku 60 ambapo ni siku 106. Na sheria inasema ukifungua shauri nje ya muda basi maombi hayo hayako kihalali mahakamani. Na kweli jaji ametupilia mbali maombi hayo bila gharama, na hayo ndio maamuzi ya mahakama yaliyotolewa leo mbele ya Jaji Mbagwa. Naam. Huru na haki kabla ya uchaguzi. Safari ya kutaka reforms kuwezesha uchaguzi huru na haki imekuwa ya miaka mingi, lakini katika miaka ya karibuni mwaka 2021 tulianza safari baada ya uporaji mkubwa wa 2019 na 2020 wa kutaka reforms. Tulipotaka madai ya katiba mpya zikaitwa chokochoko za katiba. Aliyokuwa mwenyekiti wetu wakati huo akawekwa ndani kwa kesi ya ugaidi. Alipotoka tuliingia kwenye mazungumzo kuanzia mwezi Mei mwaka 2022, na mazungumzo ya kwanza kabisa tulikutana na alikuwa rais wakati huo, Rais Samia, mwezi Mei mwaka 2022 Ikulu Chamwino Dodoma. Yale yote yanayohusu marekebisho ya katiba na mabadiliko ya katiba kuwezesha uchaguzi huru na haki tulimweleza ana kwa ana, tukazungumza naye na akasema sasa ziundwe timu za watu 5 za mazungumzo ili sasa kuweza kufanya hayo marekebisho na mabadiliko. Kwa mwaka mzima tukazungumza, kwa mwaka mzima tukabaini kwamba CCM na serikali hawakuwa na dhamira ya kugusa reforms za aina yoyote za kuwezesha uchaguzi huru na haki kwa kugusa katiba. Mazungumzo yakavurugika, yakakwama mwezi Mei mwaka 2023, ikiwa ni miaka miwili kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025 na mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa mwaka 2024. Kwa mimi rai yangu kwa umma, msikubali uongo na propaganda zinazosambazwa na umma uendelee kudai madai ya msingi ya wananchi ambayo tumekuwa tukisimamia wakati wote. Kwa nitaka tu niseme haya machache na kuwasihi vijana wa Tanzania.
kuwaomba vijana wa Tanzania wasiingizwe kabisa kwenye mtego wa propaganda, kwenye mtego wa uongo, kwenye mtego wa kuhamisha mjadala. Vijana wa Tanzania waendelee kuwa mstari wa mbele kudai haki mpaka haki itakapopatikana. Asanteni sana. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.